Hujambo na karibu Matukio Daima Habari. Miongoni mwa habari tulizonazo siku ya leo ni pamoja na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ataka miundombinu ya maji Kizimkazi ilindwe. Nchi yetu ya Tanzania ina vijiji takriban 12333. Kupitia wakala wa maji vijijini tumeshafika vijiji 10758. Tumebakisha vijiji 1575 tu. Madaktari bingwa wa magonjwa mbalimbali wapiga kambi hospitali teule ya Tosamaganga Iringa. Kwa hapa katika hospitali ya rufaa ya mkoa ya Tosamaganga, na kuanzia toka mwanzo wa wiki hii kwenye hospitali yetu pendwa ya Tosamaganga tumekuwa na kambi maalum ya madaktari bingwa na madaktari bingwa bobezi. Na katika michezo na burudani, TASWA yaja na AFCON Kitaa 2027. Chama cha waandishi wa habari za michezo Tanzania TASWA kimeandaa kampeni maalum ambayo itazinduliwa Oktoba 30 mwaka huu. Kampeni hiyo inaitwa AFCON Kitaa 2027. Habari za wakati huu, mtazamaji wa Matukio Daima. Karibu katika Matukio Daima Habari tutakao kusomea jioni ya leo. Mimi ni Beldina Majinge na mwenzangu mimi ni Emmanuel Manonga. Kwa pamoja tunasema karibu uwe nasi tangu mwanzo hadi mwisho wa taarifa yetu. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amesema serikali imefanikiwa kutatua tatizo la muda mrefu la upatikanaji wa maji katika eneo la Kizimkazi na mkoa wa Kusini Unguja kupitia mradi mpya wa maji wenye uwezo mkubwa unaozidi mahitaji ya sasa. Dr. Samia amesema hayo leo Agosti 13 wakati wa kupanda mti katika hospitali ya Kizimkazi na kushuhudia kukabidhiwa kwa gari la wagonjwa kutoka shirika la afya WHO kwa hospitali hiyo. Mheshimiwa Rais wa Zanzibar atakuwa na shughuli kubwa leo hapa, na maeneo mengine kuna shughuli mbalimbali, lakini kwa upande wangu asubuhi hii nimefanya mambo matatu. Nimekwenda hospitali yetu pale, nimepanda mti na kukabidhi gari la ambulance ambalo litasaidia kituoni pale, lakini vile vile nimekwenda kuoneshwa kitengo kinachofanya dialysis. Dialysis ni tiba kwa wale wagonjwa wa figo ambao kawaida inapatikana kwenye mahospitali makubwa tu, lakini kwenye hospitali yetu hapa huduma hiyo ipo. Kwa hiyo maendeleo ni makubwa. Asanteni sana wote tulioshirikiana nao katika kuleta maendeleo hayo. Kwa upande wake, Waziri wa Maji Mheshimiwa Juma Aweso amesema Tanzania ina jumla ya vijiji 12333 ambapo kupitia wakala wa usambazaji wa maji na usafi wa mazingira vijijini RUWASA vijiji 10758 tayari vimefikiwa na huduma ya maji, huku vijiji 1575 vikiwa bado havijafikiwa. Kipindi kile kabla ya uanzishwaji wakala wa maji vijijini RUWASA, hali ya upatikanaji wa maji ilikuwa 50%. Baada ya uanzishwaji wa wakala wa maji na kufukuza mainjinia, nataka nikueleze ulitupa tufike 85% kipindi cha 2025. Mheshimiwa Rais, dhamira na lengo ambalo umetupa tumelitimiza. Tulishindanishwa na World Bank nchi zaidi 50. Tukapewa programu inaitwa P4R. Mheshimiwa Rais, kwa maelekezo na jitihada ambazo umezifanya katika mashindano yale, nchi ya Tanzania tunaongoza miaka miwili. Hii ni kazi ambayo umeifanya Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, pamoja na 85% uliotupa ukatuambia mbali, tunajua 85% umeifikia. Yapo baadhi ya maeneo na changamoto ya maji, unapata ukakasi pamoja na jitihada kubwa zimefanyika, lakini unakuta mtu anatuma kijiji kimoja anasema miaka 60 ya uhuru hakuna chochote kilichofanyika. Mheshimiwa Rais, Wizara ya Maji kupitia maelekezo yako tumefanya tathmini ya wizara yetu ya maji. Nchi yetu ya Tanzania ina vijiji takriban 12333. Kupitia wakala wa maji vijijini tumeshafika vijiji 10758. Tumebakisha vijiji 1575 tu. Nataka nikuhakikishie Mheshimiwa Rais, tunazo fedha ambazo tumezipata katika kipindi hiki cha miaka mitano. Hakuna kijiji kitakachokosa miundombinu ya maji. Tutafanya kazi usiku na mchana, na tumeanzisha program katika vijiji 1500 vilivyobaki. Tumeweka kauli mbiu 1575, tupo site kikazi zaidi. Mheshimiwa Rais, tutafia site katika kuhakikisha dhamira yako inatimia. Na tukielekea mkoani Iringa,
Kambi maalum ya madaktari bingwa iliyopo hospitali ya rufaa ngazi ya mkoa Tosamaganga Iringa imeendelea kutoa huduma mbalimbali za afya kwa wananchi mkoani humo, ikiwa na lengo la kupunguza gharama na usumbufu wa wananchi kusafiri nje ya mkoa kufuata huduma za kibingwa. Akizungumza, daktari bingwa wa magonjwa ya wanawake na uzazi Dr. Athmani Kihara amesema kambi hiyo imeanza mwanzoni mwa wiki na inatarajiwa kutoa huduma hadi mwisho wa wiki, huku wananchi wakinufaika na huduma za madaktari bingwa katika maeneo mbalimbali. Madaktari bingwa na madaktari bingwa bobezi ambao wamekuwa wakitoa huduma za kuona wagonjwa kwa kipindi chote, na tutaendelea kwa wiki yote mpaka Jumapili ndio tunategemea kufunga kambi. Huduma ambazo zinapatikana, tuna huduma za magonjwa ya wanawake na uzazi na magonjwa ya kizazi. Pia tunatoa huduma ya magonjwa ya njia ya mkojo, yani daktari bingwa wa njia ya mkojo au kwa sehemu ambayo haina huduma ya madaktari bingwa, wagonjwa wengi wamekuwa wakionwa na kuishia kupewa rufaa. Wengine anaweza akapewa rufaa ya kwenda mwenyewe, lakini bado ni gharama, kwa sababu atagharamika nauli ya kutoka hapa, atagharamika makazi kule anakoenda, pia atagharamika gharama ya huduma ambayo kuna uwezekano kwa hospitali za kanda ikawa gharama ni kubwa zaidi. Lakini kwa hapa Tosamaganga gharama ziko za kawaida sana kwa kuzingatia hali ya wananchi, na tunatumia gharama zile zile ambazo ni elekezi kwa hospitali za serikali kama zile ambazo ziko hospitali za serikali za rufaa za mikoa. Kwa hiyo hata kuwa na gharama za kwenda mbali au kusafiri au kufikiria kwamba huko anakoenda ataishije, kwa sababu hapa yupo nyumbani ambapo ni mkoa wake. Kwa upande wake, daktari bingwa wa magonjwa ya macho Daktari Jovin Nsagale amesema timu yao imekuwa ikitoa uchunguzi na matibabu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho, huku ndani ya siku 4 ikiwa imehudumia takriban wagonjwa 88 za macho, wekundu kwenye macho, machozi, uchafu au maumivu yoyote kwenye macho, kengeza kwa watu wazima au watoto, ukungu wowote unaonekana kwenye kioo cha jicho au ndani ya jicho, maumivu au jeraha lolote pia kwenye macho. Kuna magonjwa mengine ambayo huwa hayana dalili, yanakuwa yamejificha. Kwa hiyo kwa wagonjwa kama wale wenye pressure ya mwili, wenye sukari, pia wao tunasisitiza waje kwa ajili ya kuchunguzwa macho. Ndani ya siku hizi 4 tangu tuko kwenye kambi tumeshatoa huduma kwa takriban wagonjwa 88. Tumefanikiwa kufanya upasuaji kwa wagonjwa 9 mpaka siku hii ya leo. Watu wazima 8 pamoja na mtoto mmoja. Kwa hiyo tunaendelea kusisitiza na kuwatia moyo wale wote. Mtaalamu wa magonjwa ya moyo na mishipa ya damu, tumeona kiwango kikubwa sana cha haya magonjwa kinasababishwa kwanza na matumizi ya chumvi kwa wingi, lakini pia kuna ishu ya msongo wa mawazo. Lakini kitu kingine ambacho kinaonekana kwa ukubwa zaidi katika ukanda huu ni watu wengi wanapenda kutumia vinywaji ambavyo vinakuwa na kemikali nyingi kama soda, kama unywaji wa pombe, lakini uvutaji wa sigara kwa sababu ya nature ya mazingira yetu yanakuwa na baridi. Lakini pia kitu kingine ambacho kinasababisha kwa nani mkubwa ni kwamba watu huwa wafanyi mazoezi. Kitaalamu, mtu akifanya mazoezi tunajua anakuwa anaunguza yale mafuta ambayo yanakuwa ni mabaya. Kwa hiyo kwa sababu hiyo watu hawajihusishi kwenye kufanya mazoezi. Kwa hiyo unajikuta basi mafuta yanakuwa ni mengi katika mishipa ya damu, na mwisho wa siku inasababisha kunakuwa na shinikizo la juu la damu. Takriban tunamalizia, tutakuwa na siku takriban 7 hapa. Hapa tunaangalia magonjwa ya ndani, magonjwa ya ini, figo na magonjwa mengine, kisukari, pressure. Natoa rai kwa wananchi wa Iringa na wananchi wote kwa ujumla kuweza kufuatilia afya zetu. Inapotokea fursa kama hivi, basi tujitokeze tuweze kufanya vipimo, tuweze kujua changamoto tulizonazo na ziweze kupatiwa suluhisho. Baada ya kusikia kwamba kuna madaktari bingwa kutoka nje ya eneo hili, na kwa kweli hawa madaktari ambao wamekuja hapa maalum kwa ajili ya kuwahudumia wagonjwa mbalimbali umetuletea maana kubwa na faida kubwa, kwamba
tulikuwa pengine tunakosa huduma ambayo tumepewa hii leo. Tika hapa Tosamaganga siku hii ya leo kwa ajili ya matibabu ya presha, nasumbuliwa na miguu. Baada ya kusikia madaktari bingwa wamekuja eneo hili, nami nikapata fursa hii kuja kutibiwa na kuonana na madaktari hawa. Maana nilikuwa nashindwa, wanasema nenda Muhimbili au Dodoma, nauli nikawa sina, lakini leo hii nimeweza kufika sehemu hii kwa sababu nauli ni ndogo, wako jirani na sehemu niliyotokea. Mashine ambayo tunachunguza pia kwa wadudu sugu ambao wanakuwa ni sugu kwa dawa mbalimbali. Kwa hiyo mashine hiyo ipo ambayo inatoa huduma za catch and sensitivity. Kwa hiyo tunawaomba wananchi na taasisi zilizo jirani, kama kuna hitaji hilo basi walete sampuli katika hospitali yetu kwa ajili ya kupima wagonjwa ambao wana maambukizi au wana changamoto ambazo hazisikii dawa, ambao wadudu wamekuwa sugu. Lakini sambamba na hilo tumeongeza pia huduma za huduma za ICU au odi ya wagonjwa maalum na odi ya wagonjwa mahututi na uangalizi maalum, ambapo tuna mashine takribani 8 za kuweza kumsaidia mgonjwa kupumua, lakini tuna mashine pia za kupima maendeleo ya hali za wagonjwa, patient monitors zipo takribani 20. Kwa hiyo tumekuwa na wigo mpana wa kuweza kuhudumia wananchi wetu. Napenda kuwakaribisha wananchi wote, karibuni Tosamaganga. Wanafunzi wa shule ya St. Dominic Savio wamehitimisha ziara yao ya kielimu visiwani Zanzibar, huku wakielekea mkoani Iringa baada ya kupata fursa ya kujifunza na kujionea mambo mbalimbali kwa vitendo yaliyokuwa wakiyasikia na kuyasoma darasani. Katika ziara hiyo, wanafunzi hao walipata nafasi ya kutembelea maeneo mbalimbali Zanzibar na kujifunza kuhusu mazingira, utamaduni pamoja na shughuli za kijamii na kiuchumi. Wanafunzi wamesema ziara hiyo imewapa uzoefu mpya na kuwawezesha kuona kwa macho mambo ambayo awali walikuwa wakiyafahamu kupitia maelezo pekee. Kwa sehemu ya masomo pia watoto wanatakiwa fly kufanya refreshment. Wamekuwa wakisoma kuanzia Januari mpaka mwezi huu wa 8, lakini kwa sasa ni muda wa kufanya mapumziko fulani ambako wanajifunza pamoja na kupumzisha vichwa vyao. Na kutoka Zanzibar kuweza kuelekea hapo jijini Dar es Salaam, ni usafiri upi ambao mmeutumia? Tulipanda ndege kwa kuwa idadi yetu ni kubwa kidogo. Ndege tulizotumia ni za kampuni ya Flightlink. Tulikosa ndege za kuchukua za ATCL. Tulitamani sana kutumia ATCL kama kampuni yetu zawa, lakini kwa kuwa zilikuwa ziko book nyingi, huu ni msimu wa watalii wengi, wanaita high season wenzetu wa Zanzibar na maeneo mbalimbali. Watalii ni wengi sana na wanapenda kutumia vyombo vya serikali ya Tanzania ambavyo ni ATCL. Na sisi tulitamani kutumia hivyo, lakini tumetumia Flightlink, si mbaya. Tumetumia ndege 3 ambazo watoto wao waligaika katika makundi mbalimbali kwenda kutoka kwenda katika uwanja wa kimataifa wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, huku tukitokea pale visiwani Zanzibar katika uwanja wa Sheikh Abeid Amani Karume. Tumetoka pale katika uwanja wa Sheikh Abeid Amani Karume, ndege ya kwanza ilitoka saa 1 kamili jioni, ndege ya pili ilitoka saa 2 kamili jioni, na ndege ya tatu ilitoka saa 3 kamili jioni au saa 3 kamili usiku. Hivyo makundi yote matatu yakawa yamewasili katika uwanja wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, na baada ya hapo safari zikaendelea kuelekea katika hoteli zetu ambazo tulikuwa tunatumia. Sikufichi mpenzi mtazamaji, tulikuwa tunalala katika hoteli moja kubwa inaitwa L Square Villa Park. L Square Villa Park. Na nyingine inaitwa Chicago Hotel. Ziko maeneo fulani hapa Mwenge, ndizo hoteli ambazo tumetumia katika kuwapa watoto wapumzike. Na asubuhi hii uelekeo wetu ni SGR station, kwa kisha wanapanda treni kuelekea pia Dodoma kwa ajili ya kuendelea na shughuli pale kidogo za utalii Dodoma, na mara baada ya hapo wataanza kurejea mkoani Iringa. Na mtu mmoja aliyefahamika kwa jina la Elasto Matiku mwenye umri wa miaka 47, mhudumu wa baa na mkazi wa Musoma, amefariki dunia wakati akipatiwa matibabu katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Mwanza Seketule baada ya kushambuliwa kwa ngumi na mateke sehemu mbalimbali za mwili wake na mpenzi wake aitwaye Fabian Shukrani Makamba mwenye umri wa miaka 33, mvuvi na mkazi wa Kigeretuma, wilaya ya Msoma vijijini. Mke huyo alishambuliwa Agosti 5 majira ya usiku katika kisiwa cha Kunene, kijiji cha Busumba, wilaya ya Ukerewe, katika nyumba ya kulala wageni itwayo City, na mtuhumiwa Fabian Shukrani Makamba
baada ya kuzuka ugomvi kati yao uliosababishwa na marehemu kuuza nguo za mpenzi wake huyo baada ya kunyimwa fedha za matumizi. Siku ya tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka huu, mwanamke mmoja ambaye anaitwa Elena Erasto Matiku, ana umri wa miaka 47, ni mhudumu wa baa na mkazi wa Musoma. Alifariki dunia wakati akipatiwa matibabu katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Mwanza iitwayo Sekoture, baada ya kuwa ameshambuliwa kwa ngumi na mateke katika sehemu mbalimbali za mwili wake na mpenzi wake ambaye anaitwa Fabian Shukrani Makamba, ana umri wa miaka 33. Kazi yake ni mvuvi na mkazi wa eneo linaitwa Kigeretuma huko wilaya ya Musoma vijijini. Mwanamke huyo alishambuliwa tarehe 5 mwezi wa 8 mwaka huu majira ya usiku katika kisiwa cha Kunene kilichopo katika kijiji cha Busumba wilaya ya Ukerewe, katika nyumba ya kulala wageni iitwayo City na mtuhumiwa Fabian Shukrani Makamba. Tukio hili litokea baada ya kuzuka kwa ugomvi kati yao uliosababishwa na marehemu kuuza nguo za mpenzi wake huyo baada ya kunyimwa pesa za matumizi. Baada ya kushambuliwa, Elena Erasto Matiku yeye hakutoa taarifa katika kituo cha polisi wala sehemu yote. Aliamua kukaa kimya huku akiendelea kupata matibabu katika kituo cha afya, na hatimaye afya yake ikawa inabadilika kila siku, na ilipofika siku ya tarehe 10 mwezi wa 10 mwaka huu, alikwenda baada maumivu kuzidi, aliamua kwenda katika hospitali ya Sekoture kwa ajili ya kupata matibabu zaidi. Wakati akiendelea kupatiwa matibabu, ndipo tarehe 11 mwezi wa 8 mwaka huu, ilikuwa ni majira ya saa 5 za usiku, akafariki dunia akiwa hapo hospitalini. Katika ufuatiliaji wa tukio hilo, mtuhumiwa Fabian Shukrani Makamba naye tulikuja kupokea taarifa kwamba alikuwa amefariki. Ilikuwa ni siku ya tarehe 11 mwezi wa 8 mwaka huu majira ya saa 2:30 za asubuhi, ambapo alikutwa amejinyonga hadi kufa kwa kutumia kamba, na alifanya hivyo kwa kukwepa mkono wa sheria baada ya kugundua kuwa mpenzi wake amefariki dunia kutokana na kipigo alichompa siku hiyo ya tukio. Chanzo cha tukio hili ni ugomvi wa kifamilia. Jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza, kutokana na tukio hilo, tunapenda kutoa wito kwa wananchi wajiepushe na vitendo vya kujichukulia sheria mikononi wakati. Na mtazamaji, na taarifa hii inatupa nafasi ya kuelekea viwanjani, ambapo katika michezo, chama cha waandishi wa habari za michezo Tanzania TASWA kimeandaa kampeni maalum ijulikanayo kwa jina la AFCON Kitaa 2027 ambayo itazinduliwa rasmi Oktoba 30 mwaka huu jijini Dar es Salaam. Mwenyekiti wa chama hicho Amir Muhando amesema hayo leo jijini Dar es Salaam kuwa kampeni hiyo ni mahususi kwa wanataaluma wa habari kwa ajili ya fainali ya mataifa ya Afrika yani AFCON zitakazofanyika nchini mwaka 2027 na itahusisha matukio ambayo TASWA itayafanya kuelekea fainali hizo. Chama cha waandishi wa habari za michezo Tanzania TASWA kimeandaa kampeni maalum ambayo itazinduliwa Oktoba 30 mwaka huu. Kampeni hiyo inaitwa AFCON Kitaa 2027. Hii ni kwa ajili ya kujenga uelewa kwa wananchi, watu wa makundi mbalimbali kuhusiana na fursa ambazo zitapatikana kwenye michuano ya Kombe la Mataifa ya Afrika ambayo itafanyika mwakani hapa kwetu, tukiwa Tanzania tunaandaa kwa ubia na nchi za Uganda na Kenya. Kampeni hii itahusu zaidi watu wajasiriamali, itahusu wanahabari wenyewe, itahusu vijana, itahusu wafanyabiashara mbalimbali, itahusu pia na makundi mengine ya kijamii ambayo sikuweza kuyataja, lakini tunataka, dhamira yetu kubwa ni kuhakikisha kwamba swala la AFCON lifike katika kila eneo la nchi yetu na kila mtu aione hiyo fursa kuhusiana na mashindano ya AFCON. Sasa sisi TASWA kama chama cha kitaaluma ambacho kinahusiana na masuala ya wanahabari za michezo, tumeona tuje na mpango huu maalum ambao una matukio mbalimbali yatakayofanyika baada ya hiyo Oktoba 30. Yatafanyika mpaka tutakapokuwa tumefikia wakati wa mashindano yenyewe ya AFCON mwakani na baada ya mashindano ya AFCON. Ndio maana tunaita AFCON Kitaa. Tunaomba Watanzania wote tushirikiane kwenye hiyo kampeni tutakapoizindua rasmi,
ni kampeni nzuri ambayo ina maana kubwa, na ni kampeni ambayo itamhusisha kila mmoja wetu kuhusiana na fainali za mataifa ya Afrika. Tunataka wote tuimbe wimbo mmoja wa AFCON Kitaa 2027. Sasa kuelekea kwenye hiyo Oktoba 30 kwenye uzinduzi, kuna matukio ambayo tutayafanya kama TASWA ili kujenga uelewa wa pamoja hasa kwa wanahabari. Matukio hayo yatahusu warsha mbalimbali ambazo tutazifanya zenye makundi tofauti ya wanahabari, kuanzia wanahabari chipukizi, wanahabari ambao ni magwiji, lakini pia na wachambuzi wa habari za michezo. Sasa tukijenga uelewa wa pamoja kwenye makundi hayo, tutafanya la mwisho ambalo litahusisha viongozi wa vyama vya michezo waliopo madarakani hivi sasa na wale ambao wametoka. Wote kwa pamoja ni kujenga uelewa kuhusiana na swala la AFCON Kitaa 2027. Naam, asante sana kwa taarifa hiyo ya michezo ambayo inatufikisha mwisho wa taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo, lakini kabla hatujahitimisha, tutizame tena muktasari wake. Hujambo na karibu Matukio Daima ya habari. Miongoni mwa habari tulizonazo siku ya leo ni pamoja na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ataka miundombinu ya maji Kizimkazi ilindwe. Nchi yetu ya Tanzania ina vijiji takriban 12333. Kupitia wakala wa maji vijijini tumeshafika vijiji 10758. Tumebakisha vijiji 1575 tu. Madaktari bingwa wa magonjwa mbalimbali wapiga kambi hospitali teule ya Tosamaganga Iringa. Kwa hapa katika hospitali ya rufaa ya mkoa ya Tosamaganga, na kuanzia toka mwanzo wa wiki hii kwenye hospitali yetu pendwa ya Tosamaganga tumekuwa na kambi maalum ya madaktari bingwa na madaktari bingwa bobezi. Na katika michezo na burudani, TASWA yaja na AFCON Kitaa 2027. Chama cha waandishi wa habari za michezo Tanzania TASWA kimeandaa kampeni maalum ambayo itazinduliwa Oktoba 30 mwaka huu. Kampeni hiyo inaitwa AFCON Kitaa 2027. Shukrani sana mtazamaji kwa kuwa pamoja nasi kuanzia mwanzo wa taarifa yetu habari mpaka sasa tamati. Tukusitu endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii kwa jina moja la Matukio Daima. Kwa niaba ya wote walioandaa na kuchakata taarifa hii ya habari, jina langu ni Emmanuel Manonga. Na mimi ni Beldina Majinge. Uwe na usiku mwema. Karibu Iringa, karibu LM Lodge. Hapa ndipo penyewe. Vyumba vyetu ni kiwango cha gharama nafuu zaidi. LM Lodge hapa ni free wifi, kifungua kinywa zaidi ya nyumbani, maji ya moto wakati wote, parking ya uhakika na ulinzi kama jeshini. LM Lodge tunapatikana Kichangani, Iringa mjini. Tupigie simu namba 0745820310 ama 0678886657. LM Lodge, hapa ni comfort zone. Kwa afya yako na ubora wa maisha yako, unahitaji maji yaliyo safi, salama na yenye ladha halisi ya asili. Karibu utambue ubora wa Sif Natural Mineral Water, maji ya madini asili yanayotoka kwenye vyanzo salama vya Mafinga, Tanzania, yakichujwa na kuandaliwa kwa viwango vya hali ya juu kabisa vya ubora. Furahia ubaridi wa maji safi kila unapohitaji. Sif Natural Mineral Water inapatikana katika ukubwa mbalimbali kwa matumizi rahisi na ya uhakika. Chagua maji unayoyaamini, chagua ubora unaostahili, chagua CF Natural Mineral Water. Kwa mawasiliano na kuweka oda, wasiliana nasi kupitia 0762 123 736 au 0769 440 834 au barua pepe cfcompany100@gmail.com. CF Natural Mineral Water, maji yenye madini asili kwa afya na uhai wa kila siku. Nikwambie kitu mtazamaji wa Matukio Daima. Croque Kefu ni moja tu. Tofauti ya Croque Kefu na sehemu nyingine ni moja. Kwanza Croque Kefu wahudumu wake ni wacheshi, lakini huduma zao ni bora kuliko, lakini kubwa zaidi kwamba vitu vyao vyote vinavyouzwa Croque Kefu ni bei nafuu kuliko. Usiulize wapi kefu nzuri, uliza tu Clock Tower Cave. Clock Tower Cave tupo jirani na mnara wa saa katikati ya mji wa Iringa. Tupo wazi kuanzia Jumatatu hadi Jumapili. Tupigie simu namba 0677 220 022 au 0657 366 667.
Clock Tower Cafe Iringa, ladha inayounganisha wapenzi. Ndiyo, Clock Tower Cafe, home of delicious meals.